tosha, moyo kwa damu yako, neema ya kutosha yapatikana kwako. Kwako Bwana naona kisima cha uzima, mwangu moyoni Bwana, bubujika daima. Katika kitabu cha Yohana 4:46 mpaka 54. Kitabu cha Yohana kiliandikwa na mtume ambaye Yesu alimpenda, Yesu Kristo, na aliandika ishara 7 ya kudhibitisha ya kwamba Yesu ni mwana wa Mungu. Ishara ya kwanza ilikuwa inaonyesha Mungu, Yesu ana uwezo juu ya ubora, quality. Na akabadilisha maji ikawa divai. Akabadilisha pahali ambapo kulikosa akajaza. Akaondoa aibu akalete heshima. Akaondoa uchungu akalete furaha. Ishara ya pili, kulikuwa na diwani mmoja, mtoto wake alikuwa mgonjwa. Na inaonyesha kwamba Yesu hata anapita distance, umbali. Huyu diwani mtoto wake alikuwa mgonjwa, na yeye akaamua kumwendea Yesu. Wakati sisi ni wagonjwa, wakati tunasumbuka, wakati mwingi ukiendea mwanadamu anaweza kuwa na changamoto ama anaweza kukusema, lakini huyu aliamua kumwendea Yesu Kristo. Hata sisi leo tumekuja hapa kumwendea Yesu. Yesu ni mponyaji. Yeye ni tabibu. Yeye ni atupendaye. Na yeye ni atuguzaye na atuponyaye. Kitu cha kwanza, mwendee Yesu kwa maombi na kwa kusoma Biblia. Kitu cha pili, huyu mtu alijua mtoto wake asipomuona Yesu hatapona. Yesu ndiye mponyaji. Daktari anatibu, lakini Yesu ndiye anayeponya. Hata leo nataka niseme Yesu ni mponyaji, na anaponya gradually. Pia anaweza ponya spontaneously na kuponya wakati wowote. Naomba kwa neema ya Mungu akuponye kwa sasa na akirejesha nguvu pole pole, kwa kuwa Yesu ni mponya. Kitu cha tatu, huyu alisadiki neno la Yesu. Yesu alimwambia, enenda, mwanao yu hai. Haijalishi umbali gani, neno la Yesu linakuponya popote uliko. Na huyu alisadiki lile neno na akaondoka na imani ya kwamba Yesu anaponya. Mpaka leo yeye ni mponya wetu. Jambo lingine ni ya kwamba alipokuwa akirudi karibu afike nyumbani, akapata watumwa wake na wakamwambia, mwanao amepona. Alipoulizwa saa alipopona, akasema jana saa 7 homa ilimwacha, na akatambua ni saa ile ile aliyoambiwa na Yesu, mwanao yu hai. Na Biblia inasema ya kwamba akasadiki yeye na nyumba yake. Tunaamini Yesu wakati tuko wagonjwa na wakati tumepona aliendelea kusadiki. Hata mimi najua akikupa nguvu utaendelea kumsadiki na kutoa ushuhuda. Na aliamini yeye na nyumba yake. Tunaomba baada ya Yesu kututendea, sisi na wote wa nyumba yetu tunaamini. Mungu wa amani akuwe pamoja nawe. Amen. Akupe ushuhuda, akupe nguvu. Na yeye ni mponya wetu. Kwa jina la Mungu Baba, Mwana na Roho Mtakatifu. Amen.